Habari za muda huu ndugu zangu, wananchi wenzangu pote mlipo. Ni yule ndugu yenu Juma Omar Sharifu almaarufu Alkasusu. Ni katika mwendelezo ule wa kuelimishana, kukumbushana masuala mbalimbali za jamii. Leo nipo hapa kuzungumzia maana halisi ya dhamana ya polisi. Je, tunafahamu? Dhamana ya polisi ni ruhusa anayopewa mtuhumiwa wakati shauri lake likiendelea kuchunguzwa na polisi. Dhamana ya polisi hutolewa bure. Hakuna malipo yoyote yanayotakiwa kutolewa ili mtuhumiwa au mshtakiwa akubaliwe dhamana. Sasa, kwanza cha msingi ni uelewe. Dhamana ya polisi hutolewa bure. Hakuna malipo yoyote yanatakiwa yatolewe kwa mtuhumiwa au mshtakiwa wakati shauri lake likiendelea kuchunguzwa. Sheria ya mwenendo wa makosa jinai sura ya 20 kifungu cha 64 na sheria ya jeshi la polisi na polisi wasaidizi sura ya 322 kifungu cha 31 zimeainisha dhamana ya polisi, utaratibu wa dhamana ya polisi pamoja na masharti ya dhamana ya polisi. Ndugu yangu unanisikia? Sheria zimeainisha masharti ya dhamana ya polisi, sheria ya mwenendo makosa jinai sura 20 kifungu cha 64 na sheria ya jeshi la polisi na polisi wasaidizi sura ya 322 kifungu cha 31 zimeainisha namna gani mtu apewe dhamana. Sasa, dhamana ya polisi hutolewa na mkuu wa kituo cha polisi ambapo mtuhumiwa ameshikiliwa. Dhamana ya polisi hutolewa na mkuu wa kituo ambapo mtuhumiwa ameshikiliwa, si askari yoyote, bali mkuu wa kituo ambapo mtuhumiwa ameshikiliwa kwa kituo hicho ndio anapaswa kutoa dhamana ya polisi. Sheria ya mwenendo wa makosa jinai kifungu cha 67 kinaeleza kwamba mtuhumiwa aliye chini ya ulinzi wa polisi anaweza kukataliwa maombi yake ya dhamana. Kwa hiyo si dhamana anaweza akapewa mtuhumiwa. Mkuu wa kituo ana uwezo wa kumpa dhamana au asimpe dhamana. Sasa tuendelee kutazama. Yapo makosa ambayo ikiwa mtuhumiwa anashtakiwa nayo hawezi kupewa dhamana ya polisi kwa mujibu wa sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kifungu cha 148 kifungu kidogo cha 5(1)(2) ambayo ni pamoja na kosa la kuua kwa kusudia, kosa la uhaini, kosa la unyang'anyi kwa kutumia silaha, kosa la ugaidi, kosa la kunajisi, kosa la kusafirisha dawa za kulevya. Makosa hayo na miongoni na hayo, mtuhumiwa apewi dhamana. Makosa hayo hayana dhamana kwa mujibu wa sheria ya makosa jinai kifungu cha 148 kifungu kidogo cha 5(1)(2). Hayo mtuhumiwa hapewi dhamana. Dhamana ya mtuhumiwa inaweza kufutwa na mkuu wa kituo chini ya kifungu cha 68 cha sheria ya mwenendo wa makosa jinai endapo itabainika kwamba mtuhumiwa anapanga mipango ya kutoroka ama kwa makusudi anakiuka au yu karibu kukiuka masharti ya dhamana. Kwa hiyo mkuu wa kituo anaweza akamnyima dhamana mtuhumiwa akigundua mtuhumiwa ana nia ya kutoroka. Anaweza dhamana kumnyima.
Endapo mtumiwa atakiuka dhamana iliyotolewa na polisi, atapewa adhabu kali kwa mujibu wa kifungu cha 69 cha sheria ya mwenendo wa makosa jinai, ambacho kinatoa adhabu kali kwa mtumiwa na mdhamini au wadhamini wanapokiuka masharti ya dhamana waliopewa. Ndugu yangu unaonisikiliza au mimi ninayozungumza, endapo nitapokiuka masharti ya dhamana inafungwa. Na wakati mwingine mkuu wa kituo anaweza akakunyima dhamana au mimi nikanyimwa dhamana kwa usalama wako katika jamii, akigundua kwamba inaweza ukatarisha afya yako, uhai wako katika jamii, mkuu wa kituo anaweza akanyima dhamana. Au akagundua uwepo wako nje unaweza ukapotosha ushahidi, basi anaweza dhamana ukanyimwa na mkuu wa kituo, japokuwa dhamana utolewa bure bila malipo yoyote. Sasa kama ufahamu leo, fahamu. Asante sana. Juma Omari Sharifu almaarufu Kasusu. Endelea kunifuata Facebook, Instagram na TikTok, Juma Omari Sharifu. Asante sana.